nataka tujifunze kwa habari ya wokovu. Habari ya wokovu. Na nisikilize, don't assume you know. May God help us. Usiashumu unajua kile kitu ambacho nitaenda kukisema. Trust me when I tell you this, ujui. Kwa sababu sio wewe tu ujui, hata mimi mwenyewe sijui. So I have to stay, lazima nikae katika namna ambayo Mungu atanisaidia ili mimi pia niweze kupokea. So usiweke tu kwenye mawazo yako kichwani kwamba tunaongelea habari ya wokovu, I know. Hii ni kitu nakijua. You see, ujui. You don't know. So don't assume ya kwamba you know what I'm going to talk about. Siongelei kwa habari ya wokovu kwa namna ile ambayo unaujua. Siongelei kwa habari ya wokovu katika namna ambayo umeizoea. Naongelea kwa wokovu kwa kadiri ya vile ambavyo Mungu amefunua hiki kitu wakati ambapo amenisemesha kwa habari ya hili somo. So tutajifunza kwa habari ya gharama ya kulipa, sawa? Gharama ya kulipa ili kutunza zawadi ya wokovu uliotolewa bure. Zawadi huwa inatolewa bure. Zawadi ya wokovu ni bure kabisa. It is free. Hakuna mtu yote atakaye kuja aanze kukulalamikia akwambia kwamba wewe wokovu ni kitu ambacho unatakiwa kukilipia sijui na nini na nini. No. It is so free. Tumepewa bure kabisa kabisa. Kwa mujibu wa kile kitabu cha Waefeso sura ya 2 ukianzia mstari wa 8, maandiko yanatuambia ya kwamba tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo haitokani na nini? Na nafsi zetu. Ni kitu gani? Ni kipawa cha Mungu. Okay? Ni kipawa cha Mungu. Anasema hivi kwenye ule mstari wa 9, wala si kwa matendo, mtu awaye yoyote asije akajisifu. Kwa hakuna mtu yoyote ambaye aliokolewa kwa sababu alikuwa bora sana kuliko mtu mwingine, au kuna kazi fulani ulifanya, kwa baada ya kufanya hizo vitu Mungu akakuangalia akasema mtu wangu si huyu hapa mwenyewe, ngoja nifanyeje? Nimpe wokovu kwa sababu huyu anaonekana yani ni wa moto sana. Ni kipawa cha Mungu. Hapa watu tumeokoka kwa namna tofauti tofauti. Kuna mtu alikuwa mlevi chakali, injili kamfikia akiwa mlevi akaokoka. Yani hajui hata andiko. Kuna mtu alikuwa hata hajakutana na sijui nikwambeje. Kuna mtu hajakutana hata na mchungaji mkubwa, alikutana tu na msela aliyookoka, akamshuhudia. Alivyomshuhudia jamaa akaokoka. Kuna mtu hajaokoka kupitia utaratibu ambao wengine wote hapa mmeokoka. Yeye aliokoka kwa sababu alikuwa kanisani siku zote. Kakaa kanisani miaka 10. Baada ya hiyo miaka 10, kipawa cha Mungu cha wokovu kikamfikia. Na alikuwa kanisani siku zote, ila alikuwa hajaokoka, lakini yuko kanisani. So ni kipawa cha Mungu. Hakuna mtu yote ambaye amefanya kazi au amepigana kwamba bana mimi nimeaso sana hapa ili kupata huu wokovu. Kwa hiyo kwa sababu nimeaso naweza kujisifu mimi kwamba bwana mimi wokovu wangu nimeupambania. Now, kwa sababu ni zawadi, watu wengi wao wanachukulia poa sana kitu kinachoitwa zawadi. We take easy when tunaposikia ni bure. Yani kwa sababu wokovu ni bure, tunachukulia okay, ni kitu tu fulani hivi ambacho it is free. Tumepewa bure jamani. Yani it's not, and I'm telling you, wokovu kama wokovu ni moja kati ya vitu vigumu sana kuondoka. Mtu anayeweza kupoteza wokovu, ni mtu ambaye ameokoka akaonja kipawa cha Mungu. Baada ya kuonja kipawa cha Mungu, akaingia katika kujua uweza wote wa Mungu, na baada ya hapo akaasi. Huyu ni mtu anaweza kupoteza wokovu. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema hakutakuwa tena na dhabihu. Haibaki dhabihu kwa ajili yake. Saidia Waebrania 10 mstari wa 26 na 27. Anzia 25. Waebrania 10:25. So huyu ndio mtu ambaye ana uwezo wa kupoteza wokovu. Mtu ambaye tayari ameshaonja kipawa cha wokovu. Mtu ambaye tayari ameshaingia akagusa nguvu za Mungu na akajua hivi vitu. Ni watu wachache sana ambao wamefika hiyo level. Wengi bado tuna struggle. Tunatafuta Mungu nisaidie, nisamee, you backslide, you go back na nini. Wokovu wako sio rahisi kupoteza. Sio kitu ambacho mtu anaweza kukipoteza. Nao wokovu ni zawadi ambayo Mungu ametupa, ni kipawa ambacho Mungu ametupa kwa kadiri ya neema yake. Na alipotupa hiyo kipawa cha wokovu, moja kati ya vitu ambavyo nataka ujue ni kwamba wokovu ni bure, lakini sio mwepesi, sio rahisi. Like kwa Kiingereza wanasema it's not cheap. Ni bure ndio, lakini sio rahisi, sio cheap.
Wokovu ni kama ufunguo ambao unafungua uhai wa Mungu ndani yetu. Wokovu ni kama ufunguo unaofungua uzima wa milele ndani yetu. Wokovu ni kama ufunguo ambao, huo ufunguo sasa, okay? Huo ufunguo ni ule ufunguo ambao mtu anapopewa ana uwezo wa ku-access vitu vya Mungu. Sio kama unanielewa. Kwa zile zawadi, utajiri wote wa Mungu umefichwa katika wokovu. Umefichwa katika wokovu. Kwa mtu yoyote yule ambaye anapokea wokovu, anapokea utajiri wa kimungu, anapokea access key, anapewa ufunguo ambao huu ufunguo una uwezo wa kumsaidia kuingia ndani ya moyo wa Mungu, kujua Mungu anawaza nini, kujua Mungu ana nini, kujua Mungu amempangia nini kwenye maisha yake, kujua utajiri wote wa Mungu. Ni kama mtu anayepewa access ya vitu vyote vinavyomhusu Mungu, wokovu. So kwa sababu amepewa hiyo access ya kumjua Mungu kwa ajili ya hivyo vitu, unatakiwa ujue ya kwamba unapopewa wokovu, Mungu akupi huo wokovu alafu akakuacha tu ukaanza kuuchezea kwa kadiri ya unavyotaka. Kumbuka nimekwambia wokovu ni sawa na funguo, okay? So kwa sababu ni sawa na funguo, baadhi ya vitu ambavyo Mungu atavificha ni pamoja na ufunguo huo una uwezo wa kufungua mlango upi. Do you get what I'm saying? Wokovu ni kama funguo, lakini baadhi ya vitu ambavyo Mungu anavificha ni pamoja na kukujulisha kwamba ufunguo huo ulionao una uwezo wa kufungua mlango upi. Kwa una uwezo wa kuwa nao wokovu ambao ni ufunguo, na usijue mlango upi ukiufungua utakutana na kitu gani. Do you get what I'm saying? Ndio sababu wote tuna ufunguo. Kila mtu hapa ukimuuliza ufunguo wa wokovu anao, lakini kila mtu hawezi kufungua dimensions fulani. Hekima sio kila mtu anayo. Nguvu sio kila mtu anazo. Sio kila mtu ana uwezo wa kusimama hapa akaanza kuponya wagonjwa. Na ufunguo unao, wokovu unao. Kwa nini? Kwa sababu ni treasure za Mungu. Ni utajiri wa Mungu. Ni haki ambayo Mungu amekupa, lakini maandiko yanatuambia kwamba mrithi wakati wowote awapo mtoto ana tofauti na mtumwa. Mungu hawezi kumchukua mtoto mdogo ambaye ni mrithi akampa treasures kubwa kwamba fungua hapa, ingia hapa, hivi vyote ni vyako. We will ruin, tutachezea kila kitu na tutaharibu. So kwa sababu hiyo umepewa funguo, lakini kujua ufunguo huu unafungua wapi na wapi na wapi, kuna gharama ya kulipa. Do you get what I'm saying? Kuna gharama ya kulipa. Sasa hii gharama ya kulipa hatulipii wokovu, isipokuwa unalipia access, unalipia kupewa access, unalipia kupewa macho, unalipa gharama ambayo hii gharama ndio itakayo kusaidia kujua mlango upi ni sahihi. Humo kuna kila kitu. Sio kila mtu, I'm telling you, sio kila mtu ana uwezo wa kujua utajiri ulipo. Maandiko anasema nami nitakupa hazina za wapi? Za sirini, hazina za gizani. Mungu hampi kila mtu hazina za sirini na za gizani. Anawapa wale ambao tayari wamekubali kulipa gharama. Wale waliolipa gharama, ina maana wanajua thamani ya ufunguo ulioko kwenye mkono wao. So, kitu gani nilitaka kusema? Wokovu ni bure kabisa. Lakini wokovu huo, sawa, sio cheap. Kuna gharama ya kulipa ili mtu aweze kutumia huo wokovu alionao, ili aweze kuutumia wokovu huo na kuufaidi, kwa sababu wokovu ni kama wanaita ile master key, ufunguo unaofungua kila kitu. Na sasa shida sasa inabaki kuwa kwenye mlango upi sasa ni ufungue hapa. Mlango upi unanipeleka wapi? You see? Na milango mingine ni mibaya. Asante Roho Mtakatifu. Milango mingine ni mibaya na ufunguo ulionao ni wokovu. I hope unaelewa ya kwamba kuna mtu ana ufunguo wa wokovu na ana uwezo wa kuutumia ufunguo huo wa wokovu kutapeli watu. Kwamba yeye ameokoka, baada ya kuokoka akapata maarifa, ina maana akaanza kupokea vitu kutoka kwa Mungu. Baada ya kuanza kupokea vitu kutoka kwa Mungu, akaanza kuwa anaibia watu pesa.
Kwa anakuja hapa kama Pastor G anafundisha, akianza kufundisha wakati ule mnaelewa kile kitu anachokifundisha, mwisho unasikia jamani, hapa sasa unatakiwa kufanya utoe kiasi fulani cha pesa ili ni kuombee. Yeye amepewa bure, lakini yeye anauza. Ina maana ufunguo alionao ameenda kufungua milango ambayo sio sahihi ya kupaswa kufungua hiyo milango, na hiyo milango haitampeleka mahali pazuri. Maandiko nasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kuna watu wamepewa wokovu, baada ya kupewa wokovu wakapewa access ya kukutana na watu wakuu, wafalme wa ulimwengu huu, watu ambao wana fedha, wakaamua kuutumia huo ufunguo wa wokovu kuharibu maisha. Kuna watu ambao wamepata ufunguo wa wokovu, wameanza kuchezea mabinti. Wewe umepata wokovu, baada ya kupata wokovu, mabinti wanakuja kanisani kwako kwa ajili ya kuabudu, unaanza kuwabadilisha tu. Leo ni huyu, kesho ni huyu, na wachanganya. You had the key, lakini ufunguo huo ulienda kufungua milango ambayo hukupaswa kuifungua. You still has the key, kwa sababu pasipo huo wokovu hawa watu wasingekufuata. I hope unaelewa ya kwamba wokovu huo ni kibali cha Mungu. Wokovu ni kibali cha Mungu, unakupa access. Wokovu ni kibali cha Mungu, unakupa access. Unakuwa kama sumaku, na uwezo wa kuwa unavutia watu. Yaani watu wanakuwa wanakupenda, wanakufuata, wanakufuatilia, wanataka kusikia kutoka kwako. Kwa nini? Kwa sababu umepokea ufunguo kutoka kwa Mungu. Sasa huu ufunguo unapokuja, inakuja ni kama sumaku fulani ambayo ina uwezo wa kuwavuta watu wengi waje kwako. Kuna watumishi wengine walianza vizuri walipopokea funguo ya wokovu. Baada ya kuipokea hiyo funguo ya wokovu, wakalipa gharama, Mungu akawaamini na mlango mmoja tu wa nguvu na ufahamu. Baada ya hapo njiani wakageuka, wakaanza kutapeli watu. Unakuta ni mtumishi kabisa wa Mungu, amepewa kuona katika ulimwengu wa kiroho, alipewa ufunguo wa kuona rohoni, macho anaona kama vile ambavyo Mungu amempa neema hiyo, anaona. So unakuta ni mtu anaona katika ulimwengu wa kiroho, lakini ameamua kuutumia ufunguo wa wokovu kwa ajili ya kutapeli watu. Kwa anakuwa anaibia pesa za watu. Anaanza kutoa ahadi ambazo sio Mungu alizozisema. Sio kwamba si mtumishi wa Mungu, no, ni mtumishi wa Mungu, lakini kwa sababu ya ufunguo ule alioupata, ameenda akaanza kufungua mpaka milango mingine ambayo iko prohibited, haikuruhusiwa hiyo kuifungua. I hope unaelewa ya kwamba kuna Mungu huyu ambaye ameumba mbingu na nchi ndio alianzisha sadaka za watu, kutoa sadaka kwenye sadaka za wanyama. Watu walikuwa wanachinja ng'ombe, walikuwa wanachinja mbuzi, walikuwa wanatoa kafara, sadaka kwa ajili yake. Ndio Mungu huyo. Lakini Mungu huyo ndiye aliyebadilisha utaratibu, akasema tangu sasa sadaka bora zaidi ya agano jipya ni damu ya Yesu mwanangu wa pekee ambaye mimi nimemtoa kwa ajili yenu. So unakuta mtu ameenda kufungua milango ambayo Mungu alishaifunga. Mungu amefunga kwa habari ya sadaka za kafara. Mtu anaenda kufanya sadaka za kafara ambazo Mungu amezizuia. Mungu ameshazizuia, ila mtu ndo anaenda huko. Unafungua wokovu. Funguo ya wokovu haukuanza sasa kuitumia. Inafika sehemu mtu ulikuwa labda unasikia kutoka kwa Mungu. Mungu amekupa neema, una uwezo wa kusikia rohoni, lakini pia una uwezo wa kuona rohoni. Sasa kuna sehemu mtaona huku mbele nitafundisha, kuna gharama ya kulipa. Hauko tayari kulipa hiyo gharama, kwa sababu una ufunguo wako wa wokovu, unaanza kwenda kufungua milango mingine. Unapofungua hii milango mingine, unaanza kuleta uharibifu, kwa sababu hiyo milango haufungui tu mambo ya Mungu, unafungua mpaka zile roho ambazo zilifungwa zisilete uharibifu, wewe unazileta kanisani. Roho ya uzinzi na uharibifu ilishavunjwa. Wewe unaenda kufanya mapatano na miungu mingine, unaruhusu hiyo roho ije ndani ya kanisa. Acha, kuna maandiko yanakuja hapa, kwa hiyo inabidi tu niyasome, siwezi kuyakwepa. Mungu atusaidie. Kile kitabu cha Hesabu sura ya 25, maandiko yanasema hivi: basi Israel akakaa Shitimu, kisha watu wake wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu, kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani. Sadaka walizowachinjia miungu yao, watu wakala chakula, wakaisujudu hiyo miungu yao. Ikawa Israel kujiungamanisha na Baal Peori, hasira za Bwana zikawaka juu ya Israel. Mungu amewachagua Israel, amewatenga, amewapa funguo na wokovu ulio mkuu kutoka kwenye taifa la wanaowatesa Misri, akawaleta mahali akawaweka Shitimu. Wako Shitimu, wakaanza
kukaribisha watu wengine, watu wa mataifa mengine, wanawake wa Moabu wakaanza kushirikiana na wanawake wa Moabu. Ule ufunguo wa wokovu ambao uliwaleta kwenye lile eneo ukasababisha milango mingine ifunguliwe. Hawa Israeli wakaanza kuabudu miungu mingine. Do you get what I'm saying? Kwa ufunguo wa wokovu na uwezo kabisa wa kukufanya ukawa umepokea, kwamba ni wokovu umeupokea, lakini huo wokovu uliopokea umekusababisha uwe unafungua sasa milango mingine, na hii milango yote unayoenda kuwa unaifungua, access uliipata kutoka kwenye wokovu. So many of the people, asilimia kubwa ya watu walipokea wokovu kabisa, na baada ya kupokea wokovu wamekuwa wanatumia milango tofauti tofauti kufanya vitu ambavyo si vya wokovu. Nao nimekwambia wokovu ni funguo, it is an access key. Ni ufunguo unaokupa access. Lakini milango inayotakiwa kufunguliwa na huo wokovu ina gharama ya kulipa. Milango inayotakiwa kufunguliwa na huo ufunguo wa wokovu ina gharama ya kulipa. Sasa usichanganye kati ya malipo ya gharama na gharama ya kutunza thamani ambacho tayari kimeshalipiwa. Usichanganye kati ya malipo ya gharama ya ile damu ya Yesu ambayo Yesu alilipa gharama pale msalabani. Okay? Yesu alipolipa damu yake pale msalabani, usichanganye hiyo gharama ambayo Yesu ameilipa na ile gharama ambayo wewe unatakiwa kuilipa ili kutunza thamani ya hicho kitu ambacho Mungu amekupa mkononi mwako kama funguo. I'll give you an example. Nitakupa mfano. Mtu ana uwezo wa kukupa cheki. Labda amekupa cheki ya milioni 7 au milioni 2 au milioni 5. Akakupa cheki na hii cheki imeandikwa kwa jina lako. Maandiko yanasema tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika Kristo Yesu. Okay? We have been blessed. Tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Ni kama tumepewa cheki, lakini hii cheki sasa tumepewa iko kwa jina la Yesu. Ndio maana tunapoomba tunaomba kwa jina la Yesu. Sasa basi, kwa sababu tumepewa hii cheki, unakuta hii cheki kwenye maisha ya kawaida sasa umepewa, labda hii cheki imeandikwa jina lako. What is your name? Unaitwa Isa. Jina lako ni Isa, na unatakiwa hii cheki inaletwa imeandikwa kabisa jina lako kwamba huyu ni Isa. Kitu gani unahitaji kufanya ili upokee ile pesa ambayo tayari imeshawekezwa kwenye akaunti yako? Unatakiwa kulipa gharama. Gharama ipi unayotakiwa kulipa? Unatakiwa kulipa gharama moja ya muda, kwamba utoke eneo lilopo kwenda mpaka eneo ambalo ile cheki imeelekeza kwamba hii cheki una uwezo wa kuitoa kwenye benki fulani. Kwa utalipa gharama ya huo muda kwenda kwenye hiyo benki ili kusudi kwamba upate kupokea hiyo fedha. Unaweza kufika pale ukakuta kuna foleni. Utakapokuta kuna foleni utalipa gharama ya kusubiri. Cheki unayo, kumbuka cheki unayo na hii fedha ni ya kwako, lakini utalipa gharama ya kusubiri. You get what I'm saying? Utalipa hiyo gharama ya kusubiri. Okay, gharama gani nyingine utalipa? Gharama nyingine utakayolipa ni gharama ya kujitambulisha ya kwamba huyu mtu aliyeandikwa hapa kwenye cheki ndio wewe. Kwa hiyo kuna maswali watakayokuuliza, na haya maswali watakayokuuliza lazima uyajibu, na utayajibu kwa usahihi kabisa. Kwa huwezi kuchukua mtu mwingine on behalf umpeleke aende akatoe hiyo fedha. Hawezi kwenda. Ndio sababu tumepokea wokovu, lakini mambo yote ya kimungu hatuyapokei kwa kupeleka ndugu zetu. Hakuna mtu anaweza kulipia hiyo gharama ya kupokea vitu. Hawezi. Sio mchungaji wako, sio baba yako, sio mama, sio mjomba, ni wewe mwenyewe. Utaenda kulipa hiyo gharama. Kwa nini? Kwa sababu jina lililoko kwenye cheki ni jina la kwako. So you will move with that check. Utanyoka na hiyo check mpaka hapo, na utalipa hiyo gharama inayotakiwa kulipa, ikiwepo ni muda. Okay? Kama ni kusubiri, utasubiri ili uweze kupokea hiyo hela, kwa sababu hiyo hela, hiyo cheki imeandikwa kwa jina lako. So ili waweze kuicash out, lazima uende wewe mwenyewe na uoneshe vithibitisho. Sio kama bado tuko pamoja na tunaelewana. Gharama aliyoilipa Yesu pale msalabani, alilipa gharama ambayo ndio inasababisha uwe na kila kitu ambacho kiko katika wokovu. The access is free and it is granted. Kwa gharama ambayo Mungu anataka mtu mmoja mmoja ailipe ni gharama ambayo itasababisha uweze kufahamu mlango upi na upi una uwezo wa kufunguliwa. Na hizi gharama zinalipwa kwa nafasi tofauti tofauti. Tutajadili kwa kadiri ya vile ambavyo Mungu atatupa neema. So hizi gharama unatakiwa kujua, unapolipia hizi gharama
Wewe sio unayelipa gharama. Gharama zimeshalipwa. Yesu ameshalipa gharama zote. Gharama unayolipa wewe ni ya ku-access. You get what I'm saying? Ku-access, kupata kile ambacho tayari kimeshalipiwa. Ndio maana nikakupa mfano wa cheki, kwamba cheki imeshatolewa, ina jina lako hapo, lakini gharama utakayolipa ni kwenda bank. Ina maana utalipa gharama ya muda, utalipa gharama ya kusubiri ikiwa kuna foleni, lakini pia utalipa gharama ya kujieleza ya kwamba wewe ni nani. You need to express yourself. Mimi ni mtu fulani na niko hivi, na kama wana mashaka na hicho kitu kwa kadiri ya fedha ambayo imetolewa, they need to check you. Lazima wakucheck. Lazima wako question, lazima uulize haya maswali na lazima ujibu yote ili uweze kupokea access ya hiyo fedha ingawa ni ya kwako. Why? Because aliyelipa ameisha lipa, lakini kulipa kwake akufanyi tu benki ikupe, ni utaratibu wa kibenki ambao lazima uweze kukamilisha utaratibu wote ili wakupe. Kwa sababu wanaweza kukupa wewe hela, na wanapokupa wewe hela, baada ya kumaliza kukupa hiyo fedha, akatokea mtu mwingine akaanza kulalamika kwamba aliibiwa, hiyo pesa ilikuwa ni ya kwake. They need to cross check. So gharama ya wokovu Yesu ameshalipa. Usichanganye gharama hiyo ya wokovu pamoja na gharama ya wewe kuruhusiwa kwanza kutumia milango ambayo iko mbele ya wokovu. Baada ya mtu kupokea wokovu, ile milango inayofunguka sasa inayoweza kufunguliwa na ufunguo wa wokovu na huyu mtu ambaye amepewa ufunguo wa wokovu. So tunapolipa gharama, hatulipi gharama ya uhai. Gharama ya uhai ilishalipwa. Tunalipa gharama ya kuuhifadhi huo uhai. Do you get what I'm saying? Hatulipi uhai, tunalipa gharama ya kutunza huo uhai. Kwa mfano kwenye maisha tu ya kawaida, tumepokea uhai kutoka kwa Mungu. Okay? Mungu ametupa uhai. Uhai uliopewa kutoka kwa Mungu ni uhai ambao hujalipia gharama yoyote. You did not pay for anything. Hakuna mtu aliyelipa gharama ya kitu chochote ili kupokea uhai alionao ndani yake. Gharama ipi anayolipa sasa? Anaanza kulipa gharama ya kutunza uhai alioupokea. This is why you drink water. Hii ndio sababu unakunywa maji. Hii ndio sababu unakula chakula. Hii ndio sababu kuna vitu unajiepusha navyo. Huwezi kula sumu, kuna vitu huwezi kuvigusa. Kwa nini? Kwa sababu unajua nitakapovigusa ule uhai nilioupokea, ambao niliupokea bure kabisa, siwezi tena kuendelea kuwa nao. So hatulipi gharama ya uhai, ila tunalipa gharama ya kuutunza uhai. So kwa gharama yoyote ile, nenda kasome maandiko kwenye kile kitabu cha Mwanzo. Mungu alimweka Adamu kwenye bustani, akamwambia hii bustani utailima na kuitunza. Kwa lugha nyingine ni kwamba uhai ulionao, kuna gharama ambayo nimekupa, utalipia ili kuutunza huo uhai niliokupa, kwa sababu bila hivyo chakula hakiwezi kuflow. So utaitunza bustani. Kwa kadiri ya vile ambavyo unaitunza bustani, chakula chako ndio uhai wako wa kukufanya uendelee. Kwa usipolima bustani, usipoitunza bustani, uhai wako pia utafika mwisho. So Adam alikuwa anaishi based on keeping. Alikuwa anaishi kwa kuutunza ule uhai ambao amepewa na Mungu, free. So don't mix. Salvation came with life. Wokovu ulikuja na uhai. Unacho gharama unayolipa, haulipi gharama ya kutunza, haulipi gharama ya kupokea huo uhai kwamba ni deni unalilipa. No, Yesu ameshalipa hilo deni msalabani. Kazi unayofanya wewe ni kutunza huo uhai ambao umeupokea kutoka kwa Yesu. Do you get what I'm saying? So unatunza gharama hiyo. Okay? We don't pay, hatulipi gharama ya kupatanishwa na Mungu. Yesu ameshalipa gharama ya kupatanishwa na Mungu. So usije ukachanganya ukasema tunalipa gharama. Unajua mimi nalipa gharama, naomba sana ili kusudi kwamba niweze kupatana na Mungu, nipatanishwe na Mungu. No, umeshapatanishwa na Mungu na hapakuwa na namna yoyote ambayo wewe ungeweza kulipa gharama ya wokovu ili upatanishwe na Mungu. So Yesu alipokulipia hii gharama ya wokovu, alikupatanisha na Mungu moja kwa moja. Haulipii gharama ya kupatanishwa na Mungu, ila gharama unayolipa, unalipa gharama ya mahusiano na Mungu. Do you get what I'm saying? Unalipa gharama ya kuwa na mahusiano na Mungu. So sio kitu ambacho unakilipia kwa kadiri ya vile ambavyo umepatanishwa na Mungu, kwamba mimi nalipa gharama. No. Sio gharama unayoilipa kutokana na nini?
na nguvu zako. Mungu ameshalipa hii gharama ya upatanisho kwa damu ya Yesu. So umeshapatanishwa na Mungu. Hata unapoenda kuomba Mungu sijui nini na nini, upatanisho tayari umeshatokea. God has already done that. Mungu ameshafanya hiyo kwa habari ya msalaba. Kwa hiyo gharama imeshalipwa. Okay? Gharama imeshalipwa ya upatanisho kati ya wewe na Mungu. Lakini kuendelea kutunza huo uhusiano uliopo kati, upatanisho ambao umefanywa na Yesu, you need relationship. Ili kuendelea kutunza upatanisho uliofanyika kati ya Mungu na mwanadamu, unahitaji uhusiano na Mungu. This is why utaenda mahali utaoa mke, sawa? Utalipa gharama ya mahari, mke atakuwa wa kwako, lakini ili kuitunza hiyo ndoa mnahitaji uhusiano ili ndoa iendelee kudumu. Mlishapatanishwa na mlipatanishwa kwa mahari, kwa mkaja mkakaa pamoja, it is very okay. Lakini ili kuendelea kudumu kwa hiyo ndoa, kuna upatanisho ambao ulifanyika, ambao unahitaji uhusiano kati ya mume na mke ili paendelee kuwepo na hiyo ndoa. So Yesu ameshalipa gharama. Usianze kusema tunalipia gharama kwa ajili ya upatanisho. No, umeshapatanishwa. Tayari umeshapatanishwa. Lakini kupatanishwa huko kunahitaji gharama ya mahusiano ili kusudi kwamba upatanisho huo uwe na maana. Okay? Hatuendi kulipa gharama, hii ni pointi nyingine. Hatuendi kulipa gharama ili tuwe na asili ya Mungu ndani yetu. No, hatuendi kulipia gharama ili kuwa na asili ya Mungu ndani yetu. Asili ya Mungu ndani yetu ilishatokea pale tulipookolewa. Maandiko yanasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, amezaliwa upya. Kwa ina maana hiyo gharama ilishalipwa tayari na Mungu mwenyewe kwa damu ya Yesu. Na hiyo ndio inayoleta asili ya Mungu ndani yako. Kwa ile mbegu iliyopandwa, mbegu ya wokovu, ndio imebeba asili ya Mungu ndani yako. Na hiyo asili ya Mungu ambayo iko ndani yako, sio gharama unayoilipia, ila gharama unayolipia, unalipia gharama ya kuweza kumanifest, kutokeza asili ya Mungu kwa watu wa nje. Ili watu wa nje waweze kuona asili ya Mungu ndani yako, lazima ulipe gharama. Bila hivyo, hiyo asili ya Mungu itabaki imejificha, kwa sababu Mungu ni Mungu anayeketi sirini. Mungu wa mahali pasiri. So hawezi tu kuja kujitambulisha. Yeyote yule atakayelipa gharama, Mungu yuko tayari kujitambulisha kwa watu kwamba mimi naishi hapa. Usipolipa hiyo gharama ya kumfanya Mungu aje kujitambulisha, Mungu hatawahi kujitambulisha. Do you get what I'm saying? God will never manifest himself. So ni kama, chukulia mfano ni kama una watoto wengi, lakini hao watoto wengi waliopo, kila mtoto ana tabia yake. Anafanya tu tabia anazotaka. Huyu anafanya hiki, huyu anafanya hiki, huyu anafanya hiki, huyu anafanya hiki. Mzazi ana uwezo wa kujitambulisha kwa mtoto yule pekee ambaye anamtambulisha vyema. So gharama unayolipa wewe ni ya kukaa in alignment ili kusudi kwamba Mungu aweze kujitambulisha kupitia wewe. So haulipi ili kuwa na asili ya Mungu ndani yako. No. Asili ya Mungu ndani yako imeshalipiwa. Yes. God's nature has already been paid. Mungu ameshalipa gharama ya asili yake ndani yako. So wewe umebeba asili ya Mungu. Lakini kama huwezi kulipa gharama ya Mungu kujifunua, Mungu hatajifunua na utakuwa hivyo hivyo. So utakuwa unatembea, anasema okay, sisi ni wana wa Mungu, lakini haijadhihirika bado, haitawahi kudhihirika. Utaendelea kukaa hivyo hivyo. Utakuwa unasema tumependelewa, mimi nimeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Nothing will happen, sir. Kwa nini? Kwa sababu kuna gharama ulitakiwa kuilipa, ukaikwepa. Do you get what I'm saying? Okay, ukienda kusoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo, Mungu tusaidie sana. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 5, utaona kuna vitu ambavyo vimezungumzwa hapa. Ya kwamba Ufunuo 5:12 mpaka 13, maandiko yanasema hivi, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwanakondoo aliyechinjwa kupokea uweza ni 1, 2 utajiri, 3 hekima, 4 nguvu, 5 heshima, 6 utukufu, 7 baraka. Hivi vitu vyote sio wewe uliyevilipia gharama. Do you get what I'm saying? Haujavilipia wewe gharama. Gharama ipi unayolipa sasa? Gharama utakayolipa wewe, unalipa gharama ili Mungu akupe access kwenye hivi ambavyo yeye ameshavilipia gharama. So funguo ya wokovu unayo. Hii funguo ya wokovu imekupa wewe
imekupa wewe nafasi ya kuweza kuwa na ufunguo, lakini ili uweze kuwa na access na hivi ambavyo Mungu aliisha vilipia, lazima ulipe gharama. So Mungu hawezi kukuamini na utajiri, hawezi kukuamini na uweza, hawezi kukuamini na hekima, hawezi kukuamini na nguvu, hawezi kukuamini na heshima, hawezi kukuamini na utukufu, wala hawezi kukuamini na baraka mpaka umelipa gharama ambayo itasababisha akuruhusu kufungua. Atakufungulia mlango, anasema mlango huu sasa ingia. Ukiingia kwa mlango huu, hapa kuna heshima. Kwa huo ufunguo ulionao ni ufunguo unao wa wokovu, ambao ndio ufunguo wa kwanza kabisa unaokupa access kwenye hii milango yote. Lakini ili kuiona hii milango kuna gharama ya kulipa. Ndio sababu katika Ukristo tulionao watu wanatofautiana. Unashangaa kuna watu wana nguvu, kuna watu hawana. Kuna watu wana heshima, kuna watu hawana. Kuna watu wana utukufu, kuna watu hawana. Kuna watu wana utajiri, kuna watu hawana. Kuna watu wana hekima, kuna watu hawana. Kwa nini? Kwa sababu wote tulipokea funguo ya wokovu, lakini sio wote tumepewa access. Kwa nini? Kwa sababu access inalipiwa. Kuna gharama ambayo mtu anatakiwa kulipa. Na hii gharama unaelekezwa na Roho Mtakatifu kwamba gharama ni hii na hii na hii na hii na hii. And Mungu atatusaidia. Baadhi yetu hapa utatoka umejua gharama ambazo umekuwa unajizuia kuzilipa ili uweze kuingia kwenye hivi vitu, kwenye hii milango ambayo Mungu ameisha iandaa. Do you get what I'm saying? Ni milango iko tayari. Utakapomaliza tu kulipa hiyo gharama, utashangaa Mungu anakuonyesha kwamba mwanangu, mlango wa hekima ni ule, ingia. Kwa utaenda na ufunguo wako wa wokovu, utafungua mlango wa hekima. People will be listening to you. Watu watakuwa wanakusikiliza, sema hii hekima umeitoa wapi? Maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume, I believe ni sura ya 5 kama sio ya 7, anaongelea kwa habari ya Stefano. Stefano alikuwa anazungumza na watu, hawawezi kushindana na hekima yake. Hii hekima aliipata vipi? Alipokea wokovu kama wewe na mimi, lakini mlango wa hekima ulifunguliwa kwake, akaweza kuaccess hekima. Kuna watu unataka kuwa tajiri, lakini kuna gharama uko tayari kuilipa ya kimungu, na hiyo gharama ndio itakupa access kwenye utajiri. Mungu haachilii tu utajiri kwa kila mtu. Maandiko yanasema hivi, ukiwa mwaminifu kwa vichache nitakuongeza, atakufanya kuwa mkubwa katika vingi. Umeshindwa kulipa gharama ya uaminifu, hawezi kukuonesha mlango wa utajiri uko wapi. You will never see. Na umeokoka na una wokovu ndani yako. So kuna gharama ya kulipa katika kila kitu ambacho tunakipokea katika wokovu. Wokovu ni bure. That's open. You need to know that. Wokovu Mungu ametoa bure kwa watu wote. Lakini faida zinazotokana na wokovu, kuna gharama ambayo kila mmoja wetu anatakiwa kulipa ili Mungu amruhusu kuingia kwenye hayo malango aweze kupokea. Tofauti na hapo, usipolipa hiyo gharama, Mungu hawezi kukuamini. Kila mtu, I'm telling you, tusidanganyane. This is why umekuwa unaona kuna vitu havitokei kwenye makanisa, afu najiuliza. Kila mtu ambaye Mungu alimtumia kwenye maandiko, anzia Mwanzo mpaka Ufunuo, wote walilipa gharama. They paid price. Wako ambao gharama zao ziliandikwa, lakini wako ambao gharama zao hazikuandikwa. I'm telling you, kuna gharama walilipa. Na hiyo gharama waliolipa haikuwa gharama ya kusema kwamba okay, wamependelewa. Hapana, upendeleo. Walilipa gharama. Mtu aliingia gharama akasema nimeamua kulipa hii gharama, na hii gharama ambayo Mungu ameniambia niilipe, nitailipa ili kuingia kwenye eneo ambalo Mungu alitaka kuniweka. So mara nyingi tukikaa kanisani unasikia tu pokea kitu fulani, pokea. No. Hatupokei hivyo. So hatulipi hata uwepo wa Mungu. Hatulipii gharama ya uwepo wa Mungu. Do you get what I'm saying? Hatulipi gharama ya uwepo wa Mungu. Tunacholipa, tunalipa maandalizi. Tunalipa gharama ya maandalizi ili kuhost, ili kubeba uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu hakuna mwanadamu ana uwezo wa kuupata. Kasome kwenye kitabu cha Kutoka, nenda kasome maandiko yako yote unayojua. Mungu haendi kujimix na mwenye dhambi. Kwa tulipopatanishwa, tayari gharama ya uwepo wa Mungu ilishalipiwa. Lakini ili uwepo wa Mungu uwe kwenye maisha yako, uweze kumbeba Mungu, Mungu atembee pamoja na wewe, kuna gharama ya kulipa. Na hiyo gharama ni gharama ya maandalizi, ili kusudi kwamba Mungu aweze kukaa ndani yako wewe ambaye umejiandaa. So unaposema Mungu nakualika karibu ndani yangu, unapewa vigezo. Ni hivi hapa, lipa. Kisha lipa hii gharama,
Jana tulikuwa tunasoma kwa habari ya vile vyombo, kwamba katika nyumba kubwa viko vyombo vyenye kupata heshima na ambavyo sio vya kupata heshima. Vipo vya udongo na vya miti na vipo vya dhahabu. Mtu ambaye amepurge himself, mtu ambaye amejitakasa, atakuwa chombo cha kupata heshima. Do you get what I'm saying? So hakuna kitu ambacho kinatokea kwa wepesi pasipo gharama. Kuna gharama ya kulipa. Don't people fool you. Watu wasikudanganya kwamba ukishapokea wokovu it is done. It is true, that is done. Lakini ili uanze kuaccess milango na utajiri wa Mungu na vitu ambavyo vimefichwa vya siri vya Mungu, you need to pay the price. Maandiko yanasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa magumu. At least kuna gharama ya kuita, umeingia. Ili Mungu akuoneshe kuna gharama umelipa. Umeita. Yes, umelipa. Kuna gharama ipo. So gharama tunayopaswa kulipa kurithi vilivyo ndani ya zawadi ya wokovu, sawa, ni gharama ambayo Mungu mwenyewe anakupa. Anakuambia you need to do this and this and this and this and this and this. Mungu hawezi kumpa urithi mtoto. Do you get what I'm saying? Sijui kama tunaelewana. Mungu hawezi kumpa urithi mtoto. Yes. Tunajua ya kwamba tumepewa kurithi pamoja na Kristo. Tunasema okay, sisi tumeketishwa pamoja na Kristo, lakini mtoto hawezi kupewa. And I was just reading my Bible. Nilikuwa nasoma maandiko yangu na nikaona looks like Adam, sawa, alikuwa ajui vitu vingi sana kuhusu adui. Alikuwa ajui vitu vingi. Why? Kwa sababu alikuwa ni mtoto. Katika ulimwengu wa kiroho, he was still learning. Adamu alikuwa na mwili mkubwa kwa sababu aliumbwa akiwa tayari ana masculine na nini na kila kitu. You see? Lakini kuumbwa kwake kuna vitu ambavyo alikuwa havijui kuhusu adui. That means kuna maarifa ambayo hakuwa anayajua kama Adamu kuhusu adui. Kitu ambacho Adamu wa pili alipokuja alikuwa ameshajua. Kwa Adamu wa pili ambaye ni Yesu alikuwa anajua. Shetani anakuja anamwambia nisujudie nitakupa hivi vyote. Yesu alikuwa ana respond kwa kadiri ya gharama ambayo ameshailipa. Tukiendelea kusoma huko mbele mtaona gharama nyingine ni neno. Like you need to know, to study. You need to pay that price. Yesu alijifunza, alilipa gharama ya kujifunza ili ajue. Na alipojua, ina maana wakati anakuja kujaribiwa, alikuwa anajaribiwa na anajua. Jana tulikuwa tunazungumza hapa nikasema hivi, wengi wanachukulia tazameni wito wetu wengi tulioitwa ni kama watu wasio na elimu na nini. Mnafahamu elimu inayozungumzwa hapo? Yawezekana ikawa ni elimu ya darasani, ni elimu ya maprofesa na vitu vingine, lakini elimu ya Mungu wale wote walioitwa walikuwa nayo. Kuanzia Yesu, Petro, nani wote walikuwa wanajua. They all knew about God. Kitu ambacho walikuwa hawana ni ufunuo kuhusu Yesu Kristo. Kwa hawakuwa wanajua kwa habari ya Kristo, lakini ukiwauliza kuhusu Musa walikuwa wanajua. So they knew kuna gharama ya kulipa. Na usipolipa hii gharama kuna vitu utaviona. Licha ya kuwa umeokoka, kwa maana ya kwamba una ufunguo. So Yesu alilipa gharama. Alilipa gharama, na baada ya kuwa amelipa hiyo gharama, alipoenda kujaribiwa, it was proven, alithibitishwa. Na baada ya kuthibitishwa, kila kitu ambacho ni cha kimungu kiliachiliwa ndani yake. Kiliachiliwa ndani yake. Maandiko yanasema wakaja malaika kumhudumia. Baada ya shetani kumwacha kwa muda, wakaja malaika kumhudumia. Kwa nini malaika walikuja? Malaika walikuja kumhudumia kwa sababu ameshalipa gharama. Na hizi gharama zinakuja kwa wakati na majira. I don't know whether ni kitabu cha Luka. Sijui kama ni kitabu cha Luka. Mungu anisaidie next time I will bring much more scripture. Safari bado ni ndefu hapa kuendelea, kwa hiyo siwezi kupita sana kwenye maandiko. So nitakupa tu kama Bupe anaweza kutusaidia kuipata, anaweza kuona. Ni kama sio kitabu cha Luka, I'm not sure. Maandiko yanasema hivi, Yesu alipokuwa ameenda kubatizwa, sawa? Hakuwa tu amebatizwa kama watu wengine, alibatizwa, na wakati anabatizwa alikuwa anaomba. Yes, alikuwa anaomba. Kwa alipobatizwa alibatizwa na akawa anaomba. Kwa Roho Mtakatifu akaja akashuka ndani yake. Iko gharama ambayo Yesu tayari alikuwa ameshalipa. Na hiyo gharama kwa namna yoyote ile iliruhusu mbingu zifunguke. Yesu alikuwa anaomba. Wengi sijui kama ile andiko mmewahi kuliona. Kama Bupe atalipata, atakuonesha. Do you get what I'm saying? Alikuwa anaomba, by the time Roho Mtakatifu anashuka. Yesu alibatizwa akiwa anaomba, mbingu zikafunguka. Mungu akaachilia huduma ya malaika. Mungu akaachilia Roho Mtakatifu. Mungu akaachilia hekima. Mungu akaachilia neno lake. Mungu akaachilia nguvu. Mungu akaachilia maarifa. Mungu akaachilia influence, ushawishi.
So utaona Yesu alipoenda kubatizwa, wakati anaomba, mbingu zilipofunguka, Roho Mtakatifu akashuka. Alilipa gharama ya maombi, Roho Mtakatifu akashuka. Huyu Roho Mtakatifu akaingia, akakaa ndani yake. Roho Mtakatifu akamuongoza Yesu kwenda nyikani ili akajaribiwe siku 40. Baada ya siku 40 zilipopita na akashinda, kitu gani kilichoachiliwa kwake? Malaika wakaachiliwa. Yes, ni Luka 3:21, mtaangalia kwa habari ya Yesu kuomba wakati mbingu zinafunguka. Luka 3:21. Yes, alikuwa anaomba. So baada ya kutoka kujaribiwa, kitu gani kikaachiliwa hapo? Maandiko yanasema akatoka jangwani kwa nguvu za Roho Mtakatifu. That means alipotoka kujaribiwa akapokea nguvu. Mwanzo alipokea Roho Mtakatifu wakati anabatizwa na alikuwa anaomba. Alipotoka jangwani kujaribiwa, alitoka na nguvu. Alilipa gharama kwa siku 40 mchana na usiku akimwomba Mungu hali kitu. Kwa alitoka na nguvu. Sasa hiyo nguvu aliyotoka nayo hapo ndio ilikuwa utimilifu kamili wa Mungu, kila kitu alichokuwa nacho. So alikuwa amebeba hekima, amebeba maarifa, amebeba Roho Mtakatifu, amebeba malaika, amebeba influence, package nzima. Utimilifu wa Mungu ulitimia hapo. So as he was coming out, wakati Yesu anatoka, anaenda kuanza kuwahudumia watu, alikuwa amelipa gharama. So Mungu hawezi kuchukua vitu vikubwa akawapa watoto. He will not take bigger things. Hawezi kuchukua vitu vikubwa akawapa watoto. Kuna watu sasa hivi hapa, ukipewa nguvu ya Mungu, si utatusumbua. Utatusumbua Mungu akikupa nguvu katika utoto. Your maturity, your level of maturity, growth ni ndogo bado. So Mungu akikupa hapa nguvu, kwa sababu kuna gharama fulani hujazilipa, utajikuta unasimama katikati ya Kariakoo pale unasema, ikiwa mimi ni mwana wa Mungu, magorofa, jengo hili pia lianguke kama lile lililoanguka. Why? Because umepokea nguvu. Now these things will happen. Hivi vitu vitatokea, lakini kuna gharama ukulipa. Mungu hawezi kukuamini na hiyo nguvu, kwa sababu aliyelipa gharama peke yake ndio Mungu amemwamini na hiyo. Amemwamini na hiyo. That means kama hujaaminiwa na hiyo, huwezi kupewa. You need to pay the price. Lazima ulipe gharama. Kwa kama hujalipa hiyo gharama, it will never happen. It will never happen. Nisaidie kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 26 mpaka 28. Sikiliza maandiko yanachosema. Anasema hivi, na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. So ukikuta kuna watu wana mamlaka juu ya mataifa, mtu anaongea yuko taifa fulani, mpaka taifa hili mnafuatilia, ni kwa sababu amelipa gharama. Kwa sababu maandiko yanasema na yeye ashindaye. Haujashinda hutawahi kupata mamlaka juu ya mataifa. Do you get what I'm saying? 27 anasema naye atawachunga kwa fimbo ya chuma kama vyombo vya mfinyanzi vipondwavyo, kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba yangu. Yesu anawapa watu kwa kadiri ya ushindi walioupata, kwa kadiri ya gharama waliolipa. Anasema nami nitampa ile nyota ya asubuhi, mstari wa 28. Nyota ya asubuhi. So you won't receive. Soma maandiko yako, utaona maandiko. Hata ukienda kwenye Yohana sura ya 3, Ufunuo wa Yohana sura ya 3, utaona mstari wa 5 anasema yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. So ukikuta mtu anakuambia mimi najulikana na malaika, akifika sehemu malaika wanakuja kusupport, ni kwa sababu huyu mtu amelipa gharama jamani. This is the difference. Hii ndio tofauti kati ya mtu mmoja aliyeokoka na mtu mwingine aliyeokoka. Wako waliolipa gharama na ambao hawajalipa gharama. Ambao hawajalipa gharama, there are certain access they will never get. Wote ufunguo tunao, tumepewa ufunguo wa kufungua, lakini ufunguo ili upate kujua mlango upi umebeba nini, lazima ulipe gharama ili Mungu akuoneshe. Ukienda kufungua pale utakutana na hekima. Ukienda kufungua pale, nimekupa mlango ule mlango ni mlango wa nguvu. Mlango ule ni mlango wa utajiri. Mlango na kila access door, kila eneo kuna gharama yake ya kulipa. So it does not just happen. Mungu sio mwenda wazimu, ni Mungu wa utaratibu. Haachili tu kwamba mimi nimepata wokovu so you are sleeping, unalala asubuhi unaamka unakunywa uji na viporo vya wali, unakula ugali jioni, unashindia chai, umeenda unakula chipsi, nyama nini mwaka mzima, you don't pray.
There is nothing, you have never fasted. Unafunga Kwaresma, na hiyo Kwaresma yenyewe unakuwa unasubiri mpaka ufike ule muda ambao ni saa 12 ukimbilie chakula. Alafu unataka Mungu akuamini na nguvu. Unataka Mungu akuamini na uwezo, akuamini na maarifa, akuamini na hekima. Sahau kuhusu hicho kitu. I'm telling you. Sahau kuhusu hicho kitu. So utakaa na ufunguo wako wa wokovu. Utakuwa unalalamika, Mungu, kwa nini mimi bado ni maskini? Kuna gharama ulitakiwa kulipa ili kuondoka kwenye umaskini, lakini haukuwa tayari kulipa hiyo gharama. So umebaki na ufunguo wa wokovu, unangoja kwenda mbinguni. You are waiting for heaven. Unasubiri kwenda mbinguni. Ukiulizwa watu wanasema, unajua duniani sio kwetu. Wewe uliyeketishwa na Kristo, ila duniani sio kwenu. Sasa unataka kwenda wapi? Maandiko yanasema yeye ashindaye nitampa kumiliki mataifa. So kuna vitu ambavyo Mungu ameisha viachilia katika ulimwengu wa kiroho na ni vya kwetu, tunavyo. Kitu cha kwanza alichotupa ni ufunguo, access, funguo. Kitu gani tunachokosa? Kujua mlango, ufunguo huu, ukifungua mlango upi na uwezo wa kupata nini. And I'm telling you, listen. Jana wakati tunazungumza nilikuwa nafundisha kitu nikasema hivi, wakati mwingine ndoa inaweza kuvunjika kwa sababu hujui tu ni maneno yapi sahihi ya kumwambia mtu. Maandiko yetu yanatuambia kwamba Yusufu, na Yusufu nayemzungumzia hapa ni Yusufu mwana wa Yakobo, yule aliyetupwa gerezani. Yusufu aliweza kutafsiri ndoto. Ndoto aliyoweza kuitafsiri Yusufu ndio iliyomuhamisha status kutoka kuwa mfungwa kwenda waziri mkuu. Sasa gharama ambayo aliilipa Yusufu ni gharama ambayo ukimchukua mtu hapa sasa hivi ukamwambia kuna gharama fulani hapa unatakiwa kulipa ili Mungu akupe kutafsiri ndoto, mtu anakuambia hapana, kwa kweli acha tu niendelee na maisha yangu. Kama Mungu ndo alipanga hivi, acha tu iwe hivi. No, Mungu hajakupangia maisha unayoishi. Hajapanga, ili tujue utajiri na uweza ulioko ndani ya Kristo. Hakuna umaskini wa namna hiyo ulioubeba ambao unasema huu ni umaskini ambao Mungu amenipa. Mungu hajakupa wewe umaskini. No, hajakupa umaskini, ila kuna gharama ya kulipa ambayo hii gharama hauko tayari kuilipa, na kwa sababu hauko tayari kuilipa, huo mlango hujawahi kuuona, utapishana nao asubuhi, mchana, jioni. Hekima gani hii ambayo Daniel anaenda kuongea na mfalme, anasema, mfalme, mbona umefanya hasira na haraka? Naomba nipe muda niende nikazungumze na Mungu, nitakuletea tafsiri ya ndoto na hicho ulichokiota nitakwambia. Daniel alikuwa na nini anachokijua ambacho wewe ukijui? Kwa sababu Daniel kuna gharama aliyolipa. Hii gharama aliyolipa, ukienda ukasoma kwenye kile kitabu cha Daniel sura ya kwanza, utaona maandiko yanasema hivi, waliamua hawa jamaa wakasema hivi, sisi hatutakula chakula cha mfalme, posho ya mfalme hatutakula ili tusije kujinajisi. Kwa hiyo tunaomba tule tu mtama. Wakati ambapo kuna kuku zinaletwa ili watu wanenepe, jamaa wamechagua sisi hatutakula chakula cha mfalme, tunaomba tule mtama wetu, mtakuja kutuangalia baada ya hizi siku 10 kuona kama tumenawiri au tuko hivi. There is a price. Kuna gharama. Wewe kila hela twende, kila dili inayotokea unabeba, kila mwanamke mbele yako umepita. Huyu mwanangu demo mkali, siwezi kumwacha huyo. Haiwezekani, siwezi. Wewe umemwona? You see, kuna gari inapenda kusema hii gari siwezi, kwa kweli acha tu nidanganye. Acha nidanganye. Unaenda unadanganya, unakusanya hela. You have not reached there. Haujafika hilo eneo bado. Uwezo wako wa kununua hiyo gari bado hujafika. Isipokuwa unaona tu kwamba okay, mtaani watanionaje? Wataona mimi ni mtumishi wa Mungu ambaye sijafanikiwa. So unaanza kuhangaikia watu wakupe mikopo. Nitakurudishia mwanangu. Yaani nimepungukiwa milioni tu. Milioni nikiipata na iweza hii gari. Bado hujaweza kuimudu hiyo gari. Ndani ya Kristo kuna ufunguo ambao una uwezo wa kukuonesha utajiri, kwamba mlango huu ni wa utajiri. Hautahangaika kwenda kutafuta gari zinazouzwa bei rahisi. Hautanunua second hand kwa sababu umekubali kulipa gharama, na hii gharama Mungu inamfanya kufungulia mlango kwamba uko tayari kwa utajiri. Mlango ni huu. Gusa huu mlango. Unatumia ufunguo wako wa wokovu, unaingia kwenye utajiri. Watu wanakuwa nakuuliza, wewe jamaa unapataje hela? Unaambia hata mimi sijui, ni neema tu. You see? Kwa sababu trust me, mimi hata nikikwambia namna napata pesa, hata namna nikikwambia namna ninavyoishi, nimeshakwambia hivi, gharama kila mtu anailipa mwenyewe. Huwezi kulipiwa gharama na mtu. Mimi na uwezo wa kulipa gharama kwa ajili ya watoto wangu, of course, lakini kuna sehemu ili waingie dimension fulani, ili waguse vitu fulani vya kimungu, kuna gharama watakayolipa wao wenyewe. Kama unafikiri na kudanganya, nenda kasome maandiko yako, kile kitabu cha Wafalme wa kwanza na Samueli wa pili, utaona.
Solomon alikuwa ni mtoto wa nani? Mtoto wa Daudi. Gharama gani alilipa? Maandiko nasema Solomon alimtolea Mungu sadaka. Kondoo sijui ng'ombe wangapi huko, maelfu kwa maelfu, akamtolea Mungu sadaka. Usiku wake Mungu akamtokea ndotoni, anamwambia Solomon, omba chochote. Omba chochote nitakupa. So hekima aliyokuwa nayo Solomon, sawa, sio matokeo ya Daudi. Solomon tayari alikuwa ni mfalme, lakini ufalme wake uliimarishwa kwa gharama aliyoilipa yeye mwenyewe. It does not matter, baba yako kuna gharama alilipa, ni ya kwake. This is why huwezi kusema wokovu wa babangu unanitosha. No, wokovu wako ulionao una ufunguo. Iko milango mingi ya kufungua katika wokovu ulionao, na wewe mwenyewe ndio unayetakiwa kulipa gharama ili uweze kuoneshwa mlango upi utafungukaje na unafunguliwa vipi. Otherwise utabaki hapo hapo miaka na miaka. Utakuwa tu unashangaa, sisi tunaoenda mbinguni, watumishi wa Mungu, sijui na nini. Nothing will change, sir. Hakuna kitakachotokea. Kwa nini? Kwa sababu kuna gharama ambayo unatakiwa kulipa. So nataka tupitie tu gharama hapa 4. Gharama 4. Na sisemi hizi gharama ni zote. Kuna wengine hapa Roho Mtakatifu atakusaidia kujua gharama tofauti kabisa. Na hiyo gharama utakapoijua, utakapofunguliwa macho yako na ukaifahamu, itakusaidia kwa sababu ni kwa ajili yako na uzao wako, utajua. So gharama ya kwanza ambayo watu wanatakiwa kulipa, gharama ya muda. Muda na Mungu. Am I talking to someone? Kuna mtu nazungumza naye. Muda na Mungu. Yes. Nenda kasome maandiko yako kwa habari ya Yesu. You see, I wish we had much more time. Kasome habari za Yesu. Kuna kitu kimoja utakiona. Yesu alikuwa kila akifundisha. Wakati kuna mahali nilisoma, Yesu amefundisha, amemaliza, ameponya wagonjwa. Maandiko anasema ameponya, na nafuatilia sana. Kuna eneo anasema akaponya wagonjwa wengi, alafu anasema akaponya wote. So kuna hilo eneo specifically, Yesu akaponya wagonjwa wengi. Baada ya kuponya wagonjwa wengi, akaondoka, akajitenga. Watu wakaanza kumtafuta. Akajitenga. Alijitenga kwenda wapi? To spend time, muda wake na Mungu. Always spend time with God. Alienda yeye na Mungu, wawili tu peke yao. He spent time. Alipomaliza, alipokuja, wanafunzi wake wanaambia, mwalimu, watu wote wanakutafuta. Akasema sawa, twendeni mahali pengine, uko nako imenipasa kuhubiri. Twendeni mahali pengine. Now, namna gani alijua kwamba ili eneo sasa imetosha, natakiwa niende eneo lingine? So hata mavuno ya kiroho, hata ile kupata watu ambao wanatakiwa kuokolewa, ni Mungu alikuwa anampatia hiyo taarifa kwamba hapa imetosha, nenda hapa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na spend time na Mungu. Alikuwa na spend time na Mungu. Nenda kasome maandiko yako. Kabla Yesu hajachagua wanafunzi 12, kitu gani alifanya? Alienda kuomba usiku mzima, akakesha. Amepata wanafunzi, katika wanafunzi wote aliowapata, Yuda yumo ndani, ila amekesha. Wewe usiyekesha, wewe usiyeomba, usiyekuwa na muda na Mungu, all the time uko busy na mambo yako, unakimbizana na maisha, utapata mayuda 12. You will get 12 Judas in your life. Yuda kila sehemu. Mume Yuda, mke Yuda, watoto Yuda, mama mkwe Yuda, baba mkwe Yuda. Utakimbia, utachanganyikiwa na maisha. Watu nao sema ngoja nikafanye biashara na fulani, naye Yuda vile vile. Kila kushoto, ukigeuka kushoto kulia, ni kama dunia inakupiga. Why? Because you don't have time with God. Una muda na Mungu. You cannot spend your time with God. So badala yake unaangukia kwa kina Yuda. You see? Yesu wakati mwingine maandiko yanasema akawashurutisha wanafunzi wake waende chomboni, waende. Alafu usiku wote yuko busy muda wake na Mungu. This is the time with God. Ni muda na Mungu. Analipa hiyo gharama. So wakati unaona miujiza inatokea, watu wanaponywa, Yesu hakuwa tu ameketi kwa sababu ni mwana wa Mungu basi vitu vinatokea. No, alikuwa analipa gharama. Muda, gharama. Spend time with God. Na unapotumia huo muda, unatumia muda na Mungu kwenye kusoma neno, unatumia kwenye maombi, unautumia huo muda kwenye kila kitu ambacho una uwezo wa kutumia. Tenga muda. Kuna watu hapa, it is very sad, tangu mwezi umeanza, hujawahi kuwa hata na siku moja ya kufunga. Mwezi mzima you don't have hata siku moja ya kufunga ukasema leo nimetenga kwa ajili ya Mungu.
Wewe kila ikiamka asubuhi cha kwanza unashika simu yako, unaangalia tu, oya simu zimeita wapi? Hakuna simu iliyoita. Ulivyokuwa mwenda wazimu unaingia status, unaanza kuangalia watu, mwingine unamtumia moto, mwingine unamtumia chuki na kuingia uchungu, unaanza kujaa uchungu ndani yako sababu unaanza kuona kuna watu kama wamefanikiwa zaidi kuliko wewe. Kwa nini? Kwa sababu you have all the time and you are wasting it. Hata kusema tu Mungu na kushukuru for 30 minutes, uko tayari uamke uspend time kwenye mtandao vya kutosha pasipo kutumia huo muda kumshukuru Mungu. Na una uwezo wa kukaa mtandaoni masaa mawili yakakata, umejilaza kitandani hivi. Alafu unaanza kutumia wanao simu, sasa unawatumia message, oya mwanangu simu ziite, wapi hiyo leo wapi? What are you going to do? Kitu gani unachoenda kufanya? Unatafuta nini? Maandiko yanasema anayejenga nyumba kwa akili zake mwenyewe anafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, waulindao wafanya kazi bure. Asipoujenga, wanaojenga wanajenga kwa hasara. So kitu gani unachokifanya? God is talking to you. Mungu anajaribu kukusemesha. You don't have time with him. Anasema tazama nasimama mlangoni nabisha hodi. God has been knocking and knocking. Mungu alikuwa anakupigia hodi, lakini kila anavyopiga ndio kwanza hata hutaki kusikia. Una muda. You don't have time with God. At the same time, unataka wewe huyo ndio uitwe tajiri, yani bigi. Unataka uitwe doni. You have no time with God. Una muda na Mungu. Gharama ya kwanza ni muda. Hakuna mtu yoyote ambaye anamjua Mungu pasipo muda. I'm telling you. Huwezi kumjua Mungu kwa kusikiliza masomo ya YouTube. Do you get what I'm saying? You enter YouTube, unafika unafungua tu, niko nasikiliza sio nani. No. Hata hapa ninavyoongea na wewe, sikiliza. Mimi naachilia kutoka kwenye kile ambacho nimeshawekeza ndani yangu. Sawa? Wewe utaachilia kutoka kwenye kipi? Viko vitu ninavyowekeza sasa hivi, that is true. You see? Kuna vitu ambavyo napanda kwako sasa hivi, lakini viko vitu ambavyo Mungu mwenyewe ndo anatakiwa kupanda. Mungu mwenyewe ndo anatakiwa kupanda. Anasema hivi, tangu mdogo hata mkubwa wote watafundishwa na Bwana. Watoto wako watafundishwa na Bwana. Watafundishwaje na Bwana kama hawana muda na Bwana? Uliwahi kuona wapi elimu isiyo na darasa? Uliwahi kuona wapi darasa ambalo halina muda? There is a time to learn. There is a place to know God. You need to know God. Lazima utenge muda na Mungu. Muda na Mungu. Spend time with the Father. Ni Mungu wako. Wiki hii tumekuwa tunajifunza kwa habari ya kumjua Mungu, and I'm telling you, you need to know God. Mjue Mungu wako. You will waste your time. Utapoteza muda. Utaingia chaka sana kwa sababu una muda na Mungu. Na unafungua wokovu. Mimi nimeokoka. Sisi ndio wenye haki wa Mungu na nini. You go in a place, kuna mahali unafika, things will not happen. Nothing will happen at all. Hakuna kitakachotokea. Gharama ya pili unatakiwa kulipa. Gharama ya pili, uaminifu. Na tunapoongelea uaminifu, uaminifu ni katika kila eneo. Mara nyingi watu wanajua uaminifu ni kutokuiba, lakini uaminifu unaenda way beyond. Uaminifu ni pamoja pia na kutenda vitu kwa wakati. Kwamba Mungu amesema ufanye kitu fulani na unakifanya kwa wakati. Kile ambacho Mungu amekisema unakifanya kwa wakati. Ina maana umekuwa mwaminifu kwa kukifanya. Kuna mfano mmoja nafikiri huwa napenda sana kuutoa. Una watoto wawili. Mtoto mmoja umemwambia fanya kitu fulani, akasema sawa. Mwingine ukamwambia fanya kitu fulani, akusema, lakini akanyanyuka akaenda akafanya. Unarudi unamuuliza yule uliyemwambia akasema sawa, anasema naenda sasa hivi. Alafu yule ambaye hakufanya chochote wala hakujibu chochote, unakuta ameshamaliza. Mtoto yupi atakuwa mwaminifu? Mwaminifu obvious ni huyo ambaye alienda akafanya. Amekuwa mwaminifu. Ndio maana maandiko yanasema hivi, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Usimkane Yesu. Kuna watu wanamkana Yesu na ujui unamkana vipi Yesu. You get what I'm saying? Kuna watu hapa ukiitwa mtumishi, naanza kuona aibu. Majira gani hayo? Tusitane bwana. Usiniite hayo bwana. Oya, kaushie. Kuna sehemu unataka ukifika, yani kama unataka hilo eneo wakutambue kama nunda, basi usiitwe jina lingine lolote lile. Na Roho Mtakatifu kwa sababu anaendaga na wewe hayo maeneo, kila ukiitwa hivyo vitu unasikia kabisa unachomeka. Kuna sehemu umemtongoza dem, mabro mnanisikia Mungu akuelewe. Unamtongoza dem, vipi mtoto sio na nini nakwambia jamani mtumishi, mimi mwenzio, yani wakati anajibu hivyo nasikia ni kama amechukua panga na kuchoma. Kwamba sasa una haja ya kuniita mtumishi, kama unanikataa si unikatae tu. Unaja kuniita na jina mtumishi. Kumbe ni Roho Mtakatifu ndo amepitisha hicho kitu kwa binti, akuite mtumishi kukukumbusha nafasi yako. Kwamba wewe ni mtumishi, hivi sio vitu vyako. Mwaminifu.
Wewe ni mwaminifu wakati ambapo watumishi wa Mungu wapo tu, au ni mwaminifu nyakati zote? Uaminifu wako katika kinywa, uaminifu katika kila kitu. Unataka Mungu akuamini, sawa, aweke neno lake kwenye kinywa hicho ambacho unashinda unasema watu, bro, haiwezekani. Dadangu, that is impossible. Hicho kinywa ambacho unatumia kupiga majungu, umemsema huyu, umefanya huyu, umemdanganya huyu, umefanya. Mungu hawezi kutumia kinywa hicho kuachilia vitu vya kwake. Kwa hiyo yale maarifa ambayo Mungu nataka yaachilie, unasema mimi natamani kweli, natamani na mimi ningekuwa ninaweza, ningekuwa naweza kuongea kama hivi. Nakwambia it's not about talking, sir. Sio kuhusu kuongea. Kuna uaminifu unaanza kwanza. Ili kile unachokizungumza kiwe na nguvu, Mungu hawezi kutumia hicho kinywa. Lazima hicho kinywa, you need to get in a place ambacho hicho kinywa kwanza umekifundisha kuwa kiaminifu mbele za Mungu. So uaminifu it is broad, ni pana. We just don't have time. Muda wetu umetuishia. Namba 3. Maandiko yanasema mtu akitaka kunifuata, ajikane nafsi yake, ajitwike msalaba wake, kisha anifuate. Kwa hiyo namba 3 ni kujikana. Hapa kwenye kujikana, ndugu zangu, wa Kristo wenzangu, kaka zangu na dada zangu, ndio eneo ambalo ni gumu kuliko unavyoweza kufikiria. Kuna eneo la 4, there is a level 4. There is level 5, level 4, yes. Kuna level 4, lakini ili eneo la kujikana ni eneo jingine. Unaelewa maana ya kujikana? Let me help you. Kujikana ni pamoja na eneo, unafika eneo watu hawakuoneshi heshima ambayo unahisi unastahili, na unatakiwa kukubali tu. Yes. Kujikana ni pamoja na kufika mahali ambapo kuna mtumishi wa Mungu aliandika hiki kitu kwenye Biblia, anasema ni kufika mahali ambapo unajijua kabisa, mimi nastahili kukaa siti ya mbele, ila uendi kukaa siti ya mbele. Yes. Sasa kujikana kunahusisha pia mwili wako. Nakwambia wewe, leo hatuwezi kulala hivi mwanangu. Kamoja tu. Pigie simu Adija, namba yake iko juu. Mpigia, uwezi bro. Uwezi kukaa mwanangu siku nyingi. Unaishije? Kujikana nafsi yako ni pamoja na kusema, najua ninavyojisikia, lakini I will never do it. Yusufu hakuwa mjinga kukimbia. Alikuwa analipa gharama ya kujikana. Sikiliza, hakuna upako nao kusaidia. Listen. Hakuna upako, sawa, ambao una uwezo wa kukushukia wa kukataa mademu au wanaume. Yes. Eti mimi nakwambia nimejikaza kabisa, lakini hii simu ilikuwa ni mpango wa Mungu. Mwanaume ameniletea mpaka mlangoni. Sasa, ni boyfriend wangu ndio, hajaja nyumbani bado. I'm telling you, hakuna upako unao kuzuia hapo. Hamna huo upako, bro. Ukipokea simu utatoa utoi. Unajua zile nyimbo wanaimbaga wauni, utalipia gharama ya hiyo simu. Utalipa gharama ya hiyo simu. Na unajua kabisa huyu jamaa aliyenipa simu, sio mlokole, sio nani, ni mwamba, ni mwana wa kitaa. Na umepokea simu yake. Alafu unasema, mimi binti mlokole sijui na nini. Kujikana nafsi yako ni pamoja na kuona simu yangu nayo tumia inazimika kila wakati. Lakini licha ya kuwa hii simu inazimika kila wakati, ndio simu yangu ya wakati huu. Ndio simu nilionayo. This is my phone. Nyumba ninayoishi, of course, chooni cha nje. Naendaga kuoga nje. Kuna watu wananiangalia wasema mlokole gani? Napokubali kujikana nafsi yangu na kulipa hii gharama, Mungu yuko tayari kunifungulia mlango wa kuniheshimisha. Nitaheshimishwa baada ya kulipa hiyo gharama. So it's not like Mungu akuoni. Sikiliza, kuna watu sasa hivi you don't understand. Kuna watu, naomba nizungumze na vijana wenzangu wa kiume ambao mlioko hapa. Kuna watu sasa hivi, kuna mlango ambao naomba Mungu auinue. Mungu akiinua huo mlango, hata level ya influence kidogo, au malizi miezi 6 unakufa. Ile ugonjwa gani ule wanaita kaswende sijui nini, vyote utakutwa navyo wewe. Yes. Utakutwa navyo kwa sababu sasa hivi tu upo hivi, hakuna mtu anayekuona. Ikifika sehemu, ngoja niwaambie, upako huwa una kawaida moja, haunaga handsome. Upako huwa hauna handsome. Like ukisikia mtu anakuambia, man you are so handsome, mimi napenda jinsi ulivyo, upako ni anointing. Even hata watu watu wa giza pia wana anointing, wana upako, lakini huo upako wao sio upako wa mwana wa Mungu. So wana upako wao. When that anointing comes, huo upako ukija, my friend, kama Mungu hajakuandaa na hujalipa gharama, I'm telling you, utachezea sana hicho Mungu alichokupa.
Huo utajiri ambao Mungu amekupa utauchezea sana. Unaweza kutanaga na wale vijana mtaani na kwamba sasa huu ndio muda wangu. Simlinikataa. Nitawaonesha. Simlinikataa. Huu ndio muda sasa. Mko wangapi? Utatembea na dada mtu, mdogo mtu, kila mtu. Kwa sababu gani? Mlango umefunguka. Mlango wa utajiri. Umefunguka mlango wa influence. So utautumia vibaya ovyo sana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekufungulia huo mlango. So Mungu ili kukustiri anakuacha mpaka utakapolipa gharama. Gharama gani unayolipa? Unalipa gharama ambayo kuna sehemu, kuna hela unaiona hapo, lakini uruhusiwi kuishika. Unaiona hapo. Watu wote wanaikimbilia hiyo hela, ila wewe huwezi kuikimbilia. Until when you are able to pay that price, utakapoweza kufika mahali ukaweza kulipa hiyo gharama, ndipo Mungu atakapokuamini na hiyo nguvu ya utajiri. This is why umewahi kukutana na matajiri wasema jamaa hata afanani. Matajiri naongelea genuine rich people, wale ambao Mungu ndio amewatajirisha, wametajirishwa kwa mkono wa Mungu. Unasema huyu jamaa hata afanani, yuko humble sana, mpole kupita kawaida. Jamaa yani mpaka unamshangaa, afanani. Ukimwona anavyovaa ni kawaida. Listen, huyu tajiri kuna gharama ambayo ameshalipa kiasi ambacho wakati analipa gharama hana kitu cha kujivunia tena. Mali alionayo sio ya kwake. Kwa hata nyinyi wakati mnamwangalia, mnamjaza, mnaambia tajiri, tajiri, hawezi kuwa na chawa. Hawezi kukusanya machawa because anajua pesa sio ya kwake. Tajiri aliyepata tajiri kwa utajiri wa Mungu hana chawa. Ni kama naongea utani ila ndio ukweli. Hana chawa. Hawezi kukusanya watu ili wamsifie, wampigie makofi kwamba wewe tajiri ndio wewe, sasa leo tunakula wapi? Hana huo muda. He does not have that time. Kwa sababu anajua utajiri alionao sio wa kwake. Amepewa na Mungu na huo utajiri una makusudi. Amelipa gharama. So hii gharama ya kujikataa sio mchezo. Wengi hatuwezi kulipa hiyo gharama. Ndio sababu tumeshindwa kuingia kwenye utajiri wa Mungu. Ndio sababu tumeshindwa ku-experience vitu vyote tulivyoahidiwa. Asema nitatoa pepo, si utafanya nini? Sasa unatoa pepo lipi? Unafika unasimama mbele ya pepo, pepo linakuangalia na linakujua kabisa. Kwanza linaanza kucheka, linakuuliza bro, hadi wewe? Mimi sitoki bana. Wewe unitoi bana, wewe unitoi. Kwa sababu pepo linakujua. Umeshindwa kulipa gharama. Kuna sehemu unaenda kutoa pepo kabisa, pepo linajua kwamba wewe hata ukitutoa hapa sasa hivi, huyu binti wewe ndio utakayeturudisha kwa huyu binti. Wewe ndio utakayemuingilia. Yaani wewe huyu ndio utarudi tena kumtafuna huyu binti. Kwa huwezi, hatutoki. Hatuendi popote. Kwa pepo kwa sababu linakujua, lina uwezo wa kujifanya tu kama linajifanya kama limetoka sana. Naondoka linakaa pembeni. Kesho tena binti anarudishwa, yuko hoi zaidi alivyoletwa jana. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kulipa gharama ya kujikana. Sikilizeni niwaambie, mnapoona watumishi wa Mungu wanasimama madhabahuni, sio kwamba eti hawana macho ya kuona vinono, wanaona. Ila kuna gharama ambayo wamelipa kwamba najua ya kwamba nikijichanganya nimeisha. Mlango wangu utafungwa na hutawahi kufunguka tena. Wanalipa gharama, sio kwamba hawatamani simu kali na kupush magari makali, wanataka. Isipokuwa kuna gharama ambayo wameilipa, na hiyo gharama waliolipa wanajua walichokilipa mbele za Mungu hawako tayari kukipoteza. Gharama ya mwisho ambayo sio ya mwisho duniani kote, ni gharama ambayo katika listi yangu kwa leo ni ya mwisho. Gharama ya 4, mauti. Acha nikuoneshe kitu hapa. Warumi 8:17. Nafikiri mara nyingi huwa tunasomaga tu haya maandiko. Sisi tu warithi pamoja na Mungu. Tumerithi pamoja na Kristo. Sisi ni watoto wa Mungu. Hiki kipengele cha mwisho hapa ukioni. Hiki cha mwisho hapa ukioni, ambacho kinasema tukiteswa pamoja naye ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Tukiteswa pamoja naye. Unateswa pamoja na Kristo. Pamoja na Kristo. Yale ambayo umeyashiriki ndio yale ambayo ameyashiriki yeye. Yes, msalaba huko tofauti. Bwana sema hivi, mtu akitaka kunifuata ajikane nafsi yake, ajituke msalaba wake kisha anifuate. Ukienda kusoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo, anasema watu ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Hawakupenda maisha yao hata kufa. That means these people, hawa watu walifika mahali ambapo waligundua ya kwamba okay, there is no way out. Hakuna namna nyingine. Sina namna nyingine, inabidi tu nipambane. Maisha yangu ndio haya. Wagalatia 2:20 maandiko yanasemaje? Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake
kwa ajili yangu. Kusurubiwa pamoja na Kristo. Umekufa pamoja na Kristo. Sasa kufa pamoja na Kristo sio kitu rahisi. Yesu alikuwa anapigwa na wanaompiga anawazidi nguvu, lakini bado amekaa kimya. Mnaposomaga maandiko watu wanakwambia ukipigwa shavu la kushoto mgeuzie na shavu la kulia. Kuna maneno ambayo tunaambianaga mtaani, unakuta mtu anakwambia kuna mambo mimi namwachia Mungu, kuna mambo mimi naweza kuyasolve mwenyewe. You will never enter. Hutawahi kuingia kwenye utajiri wa Mungu, hutawahi kuenjoy vitu vyote ambavyo viko ndani ya Kristo. You will never. Hizi story unapiga mtaani kwamba huyu mimi namudu, huyu mbona hamna haja ya wokovu, yani huyu mimi namudu mwenyewe, niachie huyu mimi nitashughulika naye. Kwamba hapa nitaweka wokovu pembeni. Forget about the glory of God in your life. Kuna gharama ya kulipa, na nimekwambia hii gharama inalipwa. Watu wanaweza kulipa hii gharama ni wale ambao tukiwaangalia tunaona ni kama wajinga. So unaweza kumwangalia mtu anasema hivi, injili ya Kristo sawa kwa wanaoenda upotevuni ni kama nini? Upumbavu. Ni kama upumbavu. Lakini kwetu sisi ni uweza wa Mungu unaookoa. Ni uweza wa Mungu unaoleta tumaini na uzima. Ila kwa dunia wakiangalia wasema hawa ni wapumbavu. Namna gani mtu anakuelewa eti unaamka usiku kuomba Mungu akurehemu? Au sio? Una makosa gani bro? Makosa gani hayo unayokufanya uamke usiku? Watu wanalipa gharama. And most of us we are not ready hatuko tayari kulipa gharama. Hatuko tayari kulipa gharama. Hatuko tayari kulipa gharama. Kitu gani tunachokuwa tunapigania? Sisi tuko ndani ya Yesu. Tunalindwa, tunafanywa nini? Sikiliza, amjaanza kufanya research. I beseech you, anzeni kufanya research, muelewe. Maandiko yanasema hivi, na wasi wapendwa, itoeni miili yenu, sawa? Iwe sadaka ya kupendeza mbele za Mungu, miili yenu. Unaelewa maana hiyo? Kufeni. Die. Get in a place where you are no longer living for yourself. Fika mahali ambapo hauishi kwa ajili yako, unaishi kwa ajili ya Kristo. Hizi ni gharama za kulipa ili uweze kuenjoy hivi vitu. Unataka kuenjoy hekima ya Roho Mtakatifu, unataka kuenjoy malaika, kwamba tuna uwezo wa kuwatuma malaika. Unawatuma malaika kienyeji? No sir, haitokei hivyo. Mungu anapokuamini kwa sababu ya gharama uliolipa, kuna vitu vitafunguka. Kuna watu nataka niwe nikifika mahali uwepo wa Mungu ujidhihirishe. Unalia, unapiga kelele kwa mdomo, si uulize Mungu gharama gani nilipe ili ni ubebe uwepo wako. Niko tayari, nimekusomea baadhi tu. Nimekwambia kuna muda, uaminifu, kujikana pamoja na kufa, kwa maana ya mauti ya mwili wako. Ifike sehemu mwili wako usiwe na nguvu kuliko wewe. You control your body. Your body is dead. Inafika sehemu unaona kabisa watu hao wanakula vinono na wanavyokula sio vya haki. Unaamua kufa kabisa kwenye hicho kitu. Ndio unatamani kwenda watu wakuone, ujitambulishe na wewe upigiwe makofi, lakini kwa sababu gharama unayotakiwa kulipa ni mauti, unakaa kana kwamba mtu asiepo. Wakati wengine wanaonekana kama wanaheshimishwa, wewe unakaa chini kama mtu aliyekanyagwa kwenye mavumbi. Ni gharama unalipa ili uweze kubeba uwepo wa Mungu. Kasome maandiko yako. It does not happen like that. Hizi 40 days, siku 40 unaoza watu wanafungaga, au unakuta Yesu amefunga siku 40, ni kwa ajili ya kufa. Anakufa mwenyewe kwanza kabla ya kumbeba Mungu. Mungu abebwi na aliye hai, watasumbuana. Huwezi kubeba uwepo wa Mungu kama unampangia Mungu kesho twende huku. Ndio maana nawaambiaga, ukikutana mtumishi wa Mungu anakuambia mimi nikitaka na prophesy, nikitaka si prophesy. We kama usinisumbue. Listen, uhitaji kutumia muda wako wala akili yako kusumbua. Kwa sababu Mungu akitaka kufanya kitu, ana mbwembwe za namna hiyo kwamba ni prophesy au ni si prophesy. Kama mtaki, kama mnajisikia mmechoka, mimi sasa hivi sitoi prophecy. That is not God. Run for your life. I'm telling you. Kwa sababu Mungu kama Mungu anaishi ndani ya waliokufa kwao wenyewe. Waliokufa ni roho. Anasema roho yangu haitashindana na mwanadamu kamwe. Haiwezi kushindana na mwanadamu. Ina maana Mungu anapotaka kusema la kwake, atalisema tu, na anapolisema hakuna wa kupinga. Wala hahitaji wewe ukubali au ukatae au mwanze kubishana au umruhusu au usimruhusu. No sir. No. It does not work like that. So nataka kubeba uwepo wa Mungu na uko tayari kulipa hiyo gharama, sawa? Watu wanataka kuona nguvu, nataka niongee, niwe na utajiri, nitajirike katika Mungu. Hauko tayari kulipa gharama. Maandiko yanasema Mungu akamwambia Ibrahim, huyo mtoto wako huyo wa pekee, Isaka niliyekupa, nitolee huyo. Give me that one. I need that one. Mungu umenipa huyu ili umuue. Yes, that one. Maandiko yanasema, ukiendelea kusoma I believe ni kwenye kitabu cha Waebrania, anasema hivi, Ibrahimu aliamini ya kwamba Mungu hata akimchukua ana uwezo wa kumfufua tena.
That's why tunamuita baba wa imani. Amelipa gharama. Wakati anampeleka Isaka machinjoni, sio kwamba alikuwa anaumia, lakini anampeleka akijua ya kwamba aliyeniomba huyu mtoto ni aliyenipa. Ni Mungu aliyenipa huyu mtoto. You are not ready. You are not ready. Maandiko yanasema yeye ashindaye nitampa. Unataka kurithi. Unataka kurithi nini ikiwa uko tayari kushiriki mateso pamoja na Kristo? Maandiko yanasema yako wazi. Yako wazi, tumesoma hapa kwamba tunashiriki mateso pamoja naye ili tupate kurithi pamoja naye. Kwa hakuna urithi kama hujashiriki mateso pamoja naye. Now, when you have these things, unapokuwa na hivi vitu vyote, these things are like, siyo nikwambieje, hivi vitu vina activate ulinzi wa Mungu automatically. Utajiri haukwepeki. Heshima haiwezi kukwepeka kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu umekubali kulipa gharama ya muda, umekubali kulipa gharama ya uaminifu, umekubali kujikana nafsi yako, umekubali kufa kwa ajili ya Kristo. Huwezi kukwepa. Maandiko yanaposema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Ndio hiki kitu nilikuwa nafundisha hapa kinachomaanishwa. Ufalme wa Mungu kwanza. Ufalme nini? Mapenzi ya Mungu. Mungu anataka nini? Hicho kitu unachotaka kutoka kwa Mungu, yeye umemuuliza anataka nini ili ulipe gharama hicho kitu. Kwa wokovu upo, na huo wokovu uko nao kabisa. Lakini kama unataka kufikia hatua ya kwanza kutembea kwenye maisha ya ushindi ya Ukristo, iko gharama ya kulipa, na utakapolipa hii gharama, vitu vingine vyote Mungu atakuongezea. Shall we pray? Father, in the name of Jesus, Mungu tunakushukuru. Asante kwa sababu ya neno lako. Tunasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya watoto wako ambao Mungu umewakusanya mahali hapa ili wapate kusikia kile ambacho Mungu umekiachilia jioni ya leo. Asante kwa ajili ya neema yako. Mungu, tunaomba rehema mahali popote ambapo sikuweza kusema kile ambacho Mungu ulikusudia nikiseme. Ni rehemu. Nisaidie Bwana, ili kusudi Mungu nikapate kufahamu njia zako na kuweza kuachilia kwa kadiri ya neema ambayo Mungu umeweka ndani yangu. Utatudai. Kila ulichowekeza utatudai. Maana Mungu umetufundisha kulipa gharama. Utatudai kwa sababu hata ulipotupa haukutupa kwa ajili yetu, ulitupa kwa ajili ya watu wengine. Ninaomba kwa ajili ya watoto wako. Ninaomba kwa ajili ya watoto wako. Kila mmoja ambaye Mungu umefungua masikio yake kusikia. Mungu msaidie ili awe tayari kufaidi kile ambacho umekiachilia. Yamkini Mungu anasikia tu kwa habari ya wokovu, yamkini ameokoka, lakini mpe neema ili apate kupokea kile ambacho Mungu umekiachilia tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ya kwamba Mungu, ulimwengu wenyewe pia unangoja kuona kufunuliwa kwa watoto wako. Ya kwamba Mungu, ulimwengu unangoja tufike mahali tufunuliwe, lakini wengi wetu hatuko tayari kulipa gharama. Tusaidie Mungu, kwa sababu swala la kulipa gharama ni swala la maamuzi yetu. Hautulazimishi kulipa gharama. Ni swala la kwetu sisi. Sisi wenyewe ndio tunafaa kufika mahali tuseme tumeyaweka chini maisha yetu kwa ajili ya utukufu wako. Tusaidie kulipa gharama kila mmoja. Tusaidie kufanya maamuzi kila mmoja. Mungu, hata tunapo sita, tukumbushe na ukatuimarishe katika imani ya kukuamini wewe na mwanao katika pendo lako. Ili Mungu tufike mahali ambapo tutakuwa tayari kulipa gharama. Tembea nasi, usituache. Tuongoze na utusaidie kufahamu zaidi ya yote. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ninaomba ulinzi wako kwa ajili yetu, kwa ajili ya kila mtoto wako ambaye Mungu amekusanyika mahali hapa. Ukamlinde, muhifadhi ndani ya damu yako. Lakini wale ambao umesema nao, Mungu kawasaidie kila mmoja kwa kadiri ya vile ambavyo umemsemesha katika moyo wake kwa Roho wako Mtakatifu. Msaidie akaweze kujua na kutambua. Ukafunue macho yao, ukafunue masikio yao, ili Mungu akapate kujua yale yote ambayo yamewapasa kufanya. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen and amen. Now, kuna kitu nataka usikilize vizuri. Muombe Mungu auchunguze moyo wako. Na atakapo uchunguza moyo wako, aanze kuleta vile vitu na avifunue. Vitu ambavyo hivi vitu ni vitu unatakiwa kuachana navyo. Ili kusudi kwamba upate kuingia kwenye hiyo hatua ambayo Mungu amekusudia. Kuna wakati kwenye maisha yangu niliomba Mungu anifunulie vitu ambavyo natakiwa kuachana navyo ili kusudi kwamba niweze kuingia kwenye hatua nyingine ambayo Mungu amekusudia. Zilikuja ndoto 4 mfululizo, na kila ndoto imebeba kitu ambacho
Mungu alitaka niachane nacho. Kila ndoto ilibeba hicho kitu. Kila ndoto. Kwa kama kulikuwa kuna wivu, unaona ndoto ya wivu hapo. Kama kuna ndoto ya uzinzi, utaona uzinzi. Kama ni ndoto ya uongo, utaona. Mungu atafungua macho yako, utaona vitu unavyotakiwa kuachana navyo na utaingia kwenye toba. Baada ya kuingia kwenye toba, utaanza kulipa gharama ili uweze kwenda. Mungu anawasubiri, anamsubiri kila mmoja ili kusudi kwamba ufike hatua uanze kufaidi vitu vya kimungu. Sikiliza, vitu vitakatifu vya Mungu haviguswi na wasio wa kwake. Haviguswi. Ni vimetengwa. Maandiko yanatuambia kwa habari ya Walawi, Mungu aliwatenga Walawi specifically kwa ajili ya kuhudumu madhabahuni. So watu wengine wote waliokuwa wanajaribu kugusa, kuingia kwenye mahali patakatifu, mtakufa. So God will not allow you this. Kwa sasa hivi ndio ngumu sana, kwa sababu sasa hivi tuko kwenye kipindi ambacho tunasema tunatembea kwenye neema. Ndio kipindi kigumu kuliko vipindi vingine vyote, kwa sababu kwenye neema ndio kipindi ambacho hauoni wala hausikii wala haufi, lakini kuna neema inayokulinda. Unashangaa tu huwezi kuingia. Utajiri upo lakini huwezi kuupata. Kwa nini? Kwa sababu unatakiwa kuilipa hiyo gharama. Unapolipa hiyo gharama, Mungu yuko tayari kukufunulia moyo wake, yuko tayari kukufunulia vitu vyote ambavyo unatakiwa kuingia katika siku hizi za mwisho. Kuna watu hapa ni watumishi wa Mungu wazuri, kuna watu ni matajiri, kuna watu ni wafanyabiashara, kuna watu hapa wamepewa kutafsiri ndoto, kuna watu wamepewa unabii. Kila mtu amepewa kitu chake hapa, lakini hauwezi kustep in, hauwezi kwenda kwenye hiyo hatua nyingine. Kwa sababu gani? Kuna vitu hutaki kuachana navyo. You can't lay them aside. Huwezi kuviacha, uko tayari kulipa gharama. Umeng'ang'ania kila siku, unapigana na mimi, huyu mama mkwe huyu atakuwa nijui. Mungu anakuambia msamee. Wewe umeng'ang'ania, hamna bwana, kuna watu wakusamee, huyu sio wakusamee huyu. Mungu anataka ulipe gharama ya msamaha. Kuna mtu amekukera, amekuumiza, Mungu anataka ulipe gharama ya msamaha ili apate kukusemesha maneno. Anasema hivi, kwa sababu msiposamee ninyi dhambi zao hawa watu, makosa yao, na mimi siwezi kuwasamee. Kila siku unamlilia Mungu, unaenda unapiga kelele mbele za Mungu. Mungu anakuangalia, anatamani kukujibu, lakini mfumo haumruhusu kukujibu, kwa sababu ili akujibu inabidi akusamee kwanza dhambi na makosa yako. Sasa anashindwa kukusamee kwa sababu wewe hutaki kusamee. You don't want to forgive. May the Lord God open your eyes. Mungu akakufungue macho yako usiku huu as you pray. Unapoomba, Mungu akakufunulie vitu ambavyo unatakiwa kuachana navyo ili uende hatua nyingine. God bless you. Tunakutana kesho tena. Majira ni haya haya. Amen and amen. Amen.